Kwa majina naitwa Lawrence Mlaki, ni mstahiki meya wa manispaa ya Ubungo. Leo tumekuja kwenye kampeni yetu ya Kausapeu. Kama halmashauri ya manispaa ya Ubungo tunayo kampeni yetu hii ya Kausapeu ambao maana yake ni kataa uchafu, safisha, pendezesha Ubungo. Hii ni kampeni ambayo tunaifanya kata kwa kila mwezi na tulianza mwezi Januari, tulianza kata ya Goba, alafu mwezi wa pili tukaenda kata ya Sinza, leo tumekuja kata ya Mburahati. Kampeni hii ni ya kusafisha Ubungo yetu na kuifanya iwe safi, na Ubungo ina mitaa 90. Kwa hiyo kila mtaa unafanya usafi, na baadaye mwisho wa mwaka tutakuja kujua mtaa gani umekuwa ni msafi zaidi, na utapewa pongezi na zawadi kwa kuwa mtaa msafi. Lakini pia ule mtaa wa mwisho nao tutautangaza kama wao ndo mabalozi wa mtaa mchafu Ubungo, na tutawapa na bendera kabisa ya ubalozi wa uchafu. Tunafanya hivyo ili na kushindanisha ili mitaa yetu watu waweze kufanya usafi, kwa sababu tunafahamu usafi ni ibada tosha. Usafi ni sehemu ya kuchochea uchumi wetu. Tukiweka mazingira yetu yawe masafi, tunaweza pia watu wakafanya biashara kiurahisi, na watu wakaweza kufanya kununua vitu kwa wafanyabiashara kiurahisi. Lakini pia kwenye masuala ya usafi pia ni tunasaidia kupunguza magonjwa ambukizi ambayo yapo huku kwenye manispaa yetu ya Ubungo na kwa ujumla. Kwa hiyo lengo ni kwamba tunawajitahidi watu wafanye usafi ili waweze kuweka mazingira yao mazuri. Ni kipekee niendelee kuwapongeza madiwani ambao wako pamoja kuongoza hii kampeni. Mwezi Januari tulifanya Goba, na mimi ndo diwani wa Goba, niliongoza hiyo kampeni kama mstahiki meya na kama diwani wa Goba. Mwezi wa pili tulikuwa tuko kata ya Sinza, nimpongeze pia diwani wa kata ya Sinza Mheshimiwa Wino kwa kuwepo kufanya usafi pamoja na mimi mstahiki meya na madiwani wengine. Leo hii tuko kata ya Mburahati. Nichukue nafasi hii pia kumpongeza sana diwani wa kata ya Mburahati Mheshimiwa Beni, ambaye pia ameongoza hii kampeni pamoja na mimi mstahiki meya. Tumefanya wote kampeni, lakini pia tulikuwa tuko na naibu meya, tukafanya wote hii kampeni ya usafi. Lengo letu ni kukataa uchafu na kupendezesha Ubungo yetu. Ushauri wangu mimi sasa hivi ninachosema ni kuwa hapa tunavyozidi kuendelea upande wa kata ya Mburahati na kwa ujumla na halmashauri ya manispaa ya Ubungo, watu waendelee kufanya usafi, kwa sababu tunataka kubadilisha Ubungo yetu. Ubungo iwe safi kwa kila eneo. Lakini pia niendelee kupongeza wakuu wa idara wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, idara ya mazingira kwenye hii kampeni, na wataalamu wote kwa ujumla. Leo tuko kata ya Mburahati, tunachoomba tunavyoondoka hapa kata ya Mburahati, basi hili jambo liwe endelevu. Kwa sababu kampeni ya usafi tunafanya mwisho wa mwezi ya Jumamosi kama leo. Lakini tunavyoondoka sisi viongozi tunaomba kila mwananchi awe anafanya usafi kwenye eneo lake. Kila mfanyabiashara kabla ya kufungua biashara aweze kufanya usafi pale kidogo kwenye eneo lake ambalo anafanya usafi. Lakini kipekee pia niendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kufanya kazi nzuri, kwa kutekeleza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi na kuendelea kutatua kero za wananchi wote wa Tanzania kwa ujumla. Niwapongeze pia wabunge wetu wa upande wa Ubungo, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, na anafanya kazi nzuri sana kwenye upande wa jimbo la Ubungo, na Mheshimiwa Angela Kairuki pia kwenye jimbo la Kibamba anafanya kazi nzuri. Lakini na madiwani wote tuliokuwepo kwenye halmashauri ya manispaa ya Ubungo ambao tunaendelea kufanya hii kazi vizuri, lakini pia tunaendelea na kampeni zetu kama hizi za usafi na kutatua kero za wananchi zingine kama kero za barabara na kero za miundombinu. Asante sana. Wakati tunafanya usafi tulianzia kwa upande huko Mburahati, tulianzia soko la Mburahati, tukafanya usafi pale kwa muda wote. Lakini pia tumekuja hapa kwenye sehemu ya makaburi ya Mburahati hapa, tumefanya usafi, na pia tumeungana na watu wengine wote ambao waliwazika wapenda wao. Kama tulivyosema, usafi ni ibada. Kwa hiyo watu wote ambao walikuwa wamezika watu wao kwenye makaburi, ni vizuri wakafanya ibada kwenye maeneo yao na kusafisha maeneo ya makaburi. Na hii sio kwa Mburahati tu, hata kwa kata zingine zote. Ndio maana sisi kama viongozi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo tumekuja hapa, tumeweza kufanya usafi pamoja na ndugu wengine ambao wamekuja kufanya usafi kwenye maeneo haya ya makaburi. Asante sana. Fahari yetu Mheshimiwa mstahiki meya, naibu meya wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, viongozi wa serikali mliopo hapa, viongozi wangu wa chama wote mliopo hapa, taasisi NGOs mbalimbali wote mliopo hapa, wananchi kwa ujumla, habari ya asubuhi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu katika zoezi hili ambalo tumekwenda kulifanya la usafi katika kata hii ya Mburahati. Zoezi hili katika mwezi huu Machi limeangukia kata yetu ya Mburahati. Katika mwezi uliopita wa pili tulikuwa kata ya Sinza,
na mwezi Januari tulikuwa kata ya Goma. Ni zoezi la usafi katika kuhamasisha usafi katika halmashauri yetu ya Ubungo. Tunakwenda kukataa uchafu. Kata zetu zinapaswa kuwa safi. Namshukuru mstahiki meya na halmashauri yake yote kwa ujumla na naibu wake meya kwa kuanzisha hii programu. Walau sasa imekwenda kutufungulia njia ya usafi. Tafsiri yake baada ya hapa ni zoezi ambalo linapaswa kuendelea kila mwezi, kukumbushana kufanya usafi. Tunayo mitaa mitatu kiserikali. Tafsiri yake kwamba sasa wenye viti na watendaji na wajumbe wa serikali za mitaa, ili zoezi tulifanya endelevu katika mitaa yetu, tuhakikishe kuwa mitaa iko safi na salama. Ndiyo mapendekezo, ndiyo mapenzi pia ya mkuu wetu wa wilaya. Anapenda kuona kwamba mitaa yote katika halmashauri yake hii ya Ubungo iko safi na salama, na naamini sisi kwenye kata yetu hiyo ya Mburahati mitaa yetu itaendelea kuwa safi na salama. Hivyo nashukuru kwa wito ambao mmeupokea na mmefika, na tumefanya usafi vizuri sana, na tumefanya kwa muda kutoka saa 12:30 mpaka hapa tulipo. Nakushukuru sana mstahiki meya na naibu meya kufika kwenye kata yangu ya Mburahati kuungana na wananchi wangu kwa ujumla katika kulifanya hili zoezi. Sasa Mburahati katika eneo ambalo tulikusudia limekuwa safi na linapendeza pasina shaka yoyote ile. Nawashukuru sana timu za mpira ambazo mmefika hapa kwa kujumuika nasi. Bila shaka naona timu iko hapa, naona watu wa Milambo pia mko hapa. Pasina shaka yote katika hali ya furaha, naibu wangu meya na mstahiki wake meya amesema kwamba atawapatia mipira timu ambazo mmeshiriki hapa katika hili zoezi kwa ajili ya kuendelea na mazoezi. Lakini pia jogging ambao mmefika hapa, mimi binafsi naomba mtengeneze muda mpate kukutana na mimi, tuongee na tupange na tuone namna ambavyo tunaendeleza haya mazoezi. Naamini ninaye mstahiki wangu, ninaye naibu wangu, kila kitu kitakwenda sawa, hakuna kitakachoharibika. Hivyo basi, ahadi ambayo mtaitengeneza kukutana na mimi, tutakutana ofisini, tutazungumza, tutayajenga, tutayapanga na tutakwenda kutimiza yale matakwa ambayo tumekubaliana katika siku hiyo. Nawashukuru sana, nawashukuru sana. Asante. Kwa majina naitwa Ali Ibrahim Hanje, ndio naibu mstahiki meya manispaa ya Ubungo, lakini pia ndio diwani mwenzake katika kata ya Manzese. Nayo furaha kubwa sana kujumuika na nyinyi siku ya leo, kwa sababu tumekuja kufanya jambo kubwa ambalo naamini ni jambo la kiroho. Tunafahamu kwamba usafi ni jambo muhimu katika maisha yetu ya kila siku, lakini pia usafi huleta afya ambayo inaweza kutupa sisi nguvu ya kutekeleza majukumu yetu pia ya kila siku. Kwa hiyo furaha kubwa sana. Mimi leo kama naibu mstahiki meya nimekuja kujumuika na wananchi wenzangu katika kata ya Mburahati, wilaya hii ya Ubungo, kwa ajili ya kufanya jambo kubwa na muhimu ambalo si lingine bali ni usafi. Nikitambua nitaondoka leo hapa nikiwa na umoja, ushirikiano, lakini pia na upendo mkubwa baina yetu sisi na nyinyi. Kwa hiyo naomba sana tuendeleze ushirikiano huu na tuendeleze usafi huu. Mheshimiwa Beni, diwani wa kata ya Mburahati, nilitaka nishangae, hivi kweli anaweza kumaliza namna hii bila hata kuwazungumzia watu wake? Mheshimiwa Beni, hongera sana, hongera mno. Leo mimi mstahiki meya nimekuja hapa, nimeona makundi mbalimbali, nimeona wanafunzi wa shule za msingi wakisafisha maeneo. Leo ni Jumamosi, wametoka wapi? Ni mahusiano. Nimeona timu za mpira ziko hapa, nimeona jogging imekuja kufanyia mazoezi hapa kwenye usafi, lakini pia nimeona chama, lakini pia na viongozi wa kiserikali. Ni upendo mkubwa sana na ninawapongeza mno. Kama ulivyokuwa umeniambia, na mimi natekeleza jukumu hilo. Mpira utapata, na hata watu wa jogging wakija kwako pia na mimi niletee, tushirikiane kwa pamoja. Kwa machache, asanteni sana. Kwa jina naitwa Alinagwe FM Mwaselela. Ni mtendaji mkuu wa shirika linaitwa Jukumu, ambao tunapatikana Mburahati Barafu. Leo tumeshiriki kwa pamoja na viongozi wa kata yetu, madiwani, naibu meya, viongozi wa serikali za mitaa, wote kushirikiana kwa pamoja kufanya usafi wa kata yetu. Nahamasisha ndugu wakazi pamoja na watu wote ambao tunaishi Mburahati tujitokeze kufanya usafi, sio
mpaka iwe tarehe rasmi kama hizi, hata siku nyingine zozote tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha mazingira yetu ni masafi na ya kupendeza. Karibuni sana Mburahati. Naitwa Idi Hamisi Kitango, ni msimamizi wa Chama cha Mapinduzi tawi la Mburahati Barafu. Leo ni siku ya usafi. Nimefurahi sana na kufarajika zoezi hili la usafi. Nimefarajika sana kwa sababu tuko na madiwani, yupo madiwani wote tushiriki nao katika usafi siku ya leo, na kama chama cha kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi ni msimamizi wa Chama cha Mapinduzi Barafu, na wanachama wengi wa Barafu walishiriki katika zoezi hili. Ni zoezi safi sana ambalo linatupa sisi hamasa, na si leo tu. Zoezi hili natakiwa tufanye siku hadi siku ili tuhakikishe kwamba maeneo mazuri yanakuwa katika hali bora, kuepuka na magonjwa ambayo milipuka magonjwa. Chama cha Mapinduzi leo kimewajibika zaidi na kimetumia nafasi zake kubwa ya kushiriki katika shughuli ya usafi pamoja na mheshimiwa majopo ya madiwani. Kwa hiyo furaha yetu kwamba usafi ni muhimu kwetu na usafi ni jambo zuri hasa katika kutokomeza maradhi. Nashukuru sana kwa siku ya leo. Ikiwa kama ni mwakilishi na chama kilishiriki vizuri kushirikiana na serikali katika jukumu hili la usafi katika kata yetu. Asante sana. Kwa majina anaitwa Dula Maseke, ni katibu wa hamasa mchipukizi katika kata hii ya Mburahati. Tuko leo hapa katika zoezi zima la usafi katika wilaya yetu, lakini ni pendekezo katika kata yetu ya Mburahati. Kwa tupo kama umoja wa vijana katika kushirikiana na mheshimiwa diwani, na swala zima la usafi ni jukumu letu sisi sote. Na wahamasisha vijana wenzangu katika zoezi zima la usafi ili jambo lisiwe mpaka tunaitwa na viongozi. Swala la usafi ni zoezi ambalo linafanyika kila siku hasa katika mitaa yetu, katika maeneo yetu, ili kuendeleza programu nzima ya jiji kuwa safi na mazingira kuwa safi na salama. Juu ya hilo nawashukuru sana viongozi, nawashukuru sana vijana wenzangu katika kushirikiana juu ya hili. Asanteni.